الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني متميته محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتكوفوا ميني ikiwa tumeingia mwaka mpya mwaka 1448 na mwezi huu wa Muharram ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mwaka huu iwe ni mwaka wa khairi na baraka kwetu na kwa ummatu Muhammad kwa jumla na kwa nchi yetu ya Kenya. Ayuha alahibba, mwezi huu wa Muharram ni mwezi ni mmoja katika miezi mitukufu. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Allah sema kwamba toka umbe mbingu na ardhi amejalia kwamba kwa mwaka kuna miezi 12. Na katika miezi hizi 12 kuna miezi minne mitukufu. Minha 4 hurum. Japokuwa Qur'ani haijafafanua miezi minne mitukufu ni gani katika miezi 12 hizi, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza miezi mitukufu alizokusudia ni gani. Akasema miezi hizi miezi minne mitukufu 3 mutawaliyat, 3 zimeambatana zimefuatana, Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram ambao tumeanza, na Rajab Mudhar ni 4. Kwa hivyo miezi minne hizi ni miezi mitukufu, na sababu kwamba zimekuwa ni miezi mitukufu kwa sababu ndio miezi ambapo watu hukusudia nyumba ya Allah. So watu zamani walikuwa kianza safari kuanzia mwezi wa Dhulqa'da kuelekea Makkah, kuelekea kwenda kutekeleza ibada ya Hija, na Muharram watu walikuwa wakirudi. Na zamani masafa ilikuwa ni mbali, si kama hivi sasa watu hupanda ndege kutoka Nairobi mpaka Jeddah masaa 4, lakini wakati huo mtu akifunga safari yafunga miezi. Kwa hivyo miezi haya mitatu mitukufu zimefuatana, Dhulqa'da na Dhulhijja ambayo tumefanya Hija, na Muharram, na 4 ni Rajab Mudhar. Na Muharram ndo mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Na katika miezi hizi mitukufu mwezi wa Muharram ndo mwezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amependa tufanye ibada ya saumu zaidi baada mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa ushahidi wa maneno wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, afdalu as-sawmi ba'da Ramadhan shahrullahi al-Muharram. Afdalu as-sawmi ba'da Ramadhan shahrullahi al-Muharram. Saumu bora baada ya saumu ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni saumu ambayo utakayofunga katika mwezi wa Mwenyezi Mungu ya Muharram. Ndipo ulama wakasema kama vile swala bora za faradhi, swala bora baada ya swala ya faradhi ni qiyamul layl. Baada ya kuswali swala hizi 5 za faradhi, ni swala gani inayofuata bora zaidi? Ni swala qiyamul layl unayoswali imma tahajjud au kama tunavyoswali salatu tarawih. Kwa jumla ni qiyamul layl. Kadhalika baada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, saumu bora ni saumu utakayofunga katika mwezi huu wa Muharram. Na katika huu mwezi wa Muharram kuna siku ambayo ni bora zaidi tutakana tufunge, nayo ni siku ya 10 ya Muharram, Ashura. Na ningependa kuchukua fursa hii kueleza mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufunga siku ya Ashura. Ilipitia stage 4. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam aliamrisha, alikuwa ni mwenye kufunga siku hii ya Ashura. Na Ashura ni kutokana na 10, nayo ni tarehe 10 ya Muharram. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku hii ya Ashura kabla hajakuja katika mji mtukufu wa Madina. So tumesema ni marahil 4, stage 4 Ar-Rasul alifunga siku ya Ashura. Stage ya kwanza asema Aisha radhiallahu anha, kana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Ashura yawman tasumu Quraish fil jahiliya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika mji mtukufu wa Makkah kabla hajafanya hijra, Quraish walikuwa kifunga siku hii ya Ashura kama alivyotueleza Ummul Aisha radhiallahu anha ilivyopokewa katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Kana Ashura yawman tasumu Quraish fil jahiliya wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akifunga. Kwa hivyo katika mji mtukufu wa Makkah, watu wa mji wa Makkah Quraish siku ambayo walikuwa akifunga ni Ashura, na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku hiyo. So stage ya kwanza ni ilipokuwa Makkah.
Hali ya pili, stage ya pili, alipofanya hijra akaja Madina, akawaona Mayahudi wanafunga. Anna Nabiya sallallahu alayhi wasallam lamma qadima al-Madina raa siyam ahli al-kitab lahu wa ta'dhimuhum lahu. Aliwaona watu wa vitabu Mayahudi walikuwa wakiishi katika mji mtukufu wa Madina wakifunga siku hii kama vile watu walivyokuwa wakifunga Maka Quraish. Lakini Rasul sallallahu alaihi wasallam ajua hawa wako katika dini tofauti. Sasa kwa nini Mayahudi waliokuwa wakiishi Madina walikuwa wakifunga siku hii na wao hawako katika dini moja na Quraish? Akawauliza sallallahu alaihi wasallam na wakajieleza kwa nini wao wanafunga siku hii ya Ashura na kwa nini wanaitukuza. Wakaeleza sababu yao ya kwamba hii ndio siku ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alileta nusra, akamnusuru Nabillahi Musa alayhi salam kutokana na Firaun, na aliwanusuru Banu Israil kutokana na Firaun. Ndio siku Firauni pamoja na jeshi lake walizamishwa na kuangamizwa katika bahari. Akaifunga hii siku ya 10 Nabillahi Musa alayhi salam kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba alimnusuru, na Banu Israil wakawa ni wenye kuifunga siku hii, na sisi pia tuifunga. Hasa Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa kifunga kiwa Maka. Hasa alipokuja Madina akawa sasa yuifunga siku hii, na akaamrisha Waislamu pia waifunge. Akaeleza sababu ya kwamba maadamu mwafunga kwa siku hiyo, kwa sababu Allah alimnusuru Nabillahi Musa, mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi, ni mtume mwenzangu, kwa hivyo na mimi nitafunga. Hasa ilipokuja Maka tukaja katika level ya pili, Ar-Rasul kwa sasa akaamrisha Waislamu wafunge, bali akaamrisha watoto pia wafunge. Asema Ibn Umar radhiyallahu anhu, ikawa inafika siku ya Ashura tarehe 10, tukaamrishwa kufunga sote, bali watoto pia wakawa wanaamrishwa kufunga, kiasi cha kuwa mtoto anapohisi njaa yapewa kifaa ama toys kwa lugha leo aweze kuchezea ili apate kusahau ile njaa. Ni kama vile leo mtoto wako amefunga, imefika asri, wakati wa alasiri akakwambia mimi siwezi kufunga, nataka kula. Akamwambia njoo, ukamtia baada ya salatu al-asr, ukampeleka ukamwashia TV, ukampatia PlayStation, akacheza mpaka akasahau, ikafika magharibi. Hasa asema Ibn Umar, akija mtoto akilia yupewa kifaa achezee ili aweze kusahau ile njaa, mara magharibi imefika na mtoto yuko amefunga siku hiyo. Kwa hivyo hii ni level ya pili. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akawalazimisha Waislamu wote katika mji wa Madina wafunge, wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa. Akaamrisha pia watoto wafunge. Stage ya tatu, Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka wa tatu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaamrisha saumu Ramadhani, watu saumu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ilipokuja amri kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawaambia kufunga Ashura si lazima tena, maadamu Allah amelazimisha tufunge mwezi mzima wa Ramadhani. So this is the third stage. So Ashura Ar-Rasul alikuwa akifunga Maka peke yake. Alipokuja Madina akawa yufunga, akaamrisha Waislamu wafunge, wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa. Kisha stage ya tatu, ilipofaradhishwa Ramadhani, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawapa khiari, akawaambia kufunga Ashura si lazima tena, kufunga lazima ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kwa hivyo hii ndio level ya tatu ya Ashura. Sasa baada kuwa lazima, sasa ikawa ni khiari, Ikaja stage ya 4, watu wakawa wanafunga Ramadhani wote, na inapofika Ashura Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawa pamoja na masahaba wanafunga, anayetaka yuafunga na yule ambaye hataki hafungi. Na lakini Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwahimiza wapate kufunga. Kwa maneno yake akawashajiisha, akasema kuhusiana na hii funga tunayofunga siku ya Ashura tarehe 10 Dhulhijja, akaeleza yukaffiru sanati al-madhiya, inakuwa sababu ya wewe kufutiwa madhambi ya mwaka uliotangulia. Kwa hivyo yule atakayefunga Ashura atafutiwa madhambi ya mwaka uliopita. Hasa hii ndio stage ya tatu, ikawa sasa ni khiari. Hasa tuja katika stage ya 4 ya Ashura, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawa yufunga pamoja na baadhi ya masahaba, lakini akaona Mayahudi wanafunga pia siku hii. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema we must do something different, hatuwezi kufanya ibada moja na hawa. So Ar-Rasul akasema mwakani ikifika tutafanya tofauti, tutafunga Ashura
na tutafunga siku moja kabla ili tufunge siku mbili, tusifunge siku moja kama vile wanavyofunga Mayahudi. Kisha asema sallallahu alayhi wasallam, la in ishta, Allah akinipa umri nikiishi kwa mwaka unaokuja nikiweza kuwahi, basi nitafunga la asumanna tasi', nitafunga tarehe 9 pamoja na 10 ili ni wakhalifu Mayahudi. Lakini Allah hakumjalia mtume kuweza kuwahi mwakani. Ilipofika Rabiul Awwal, ar-Rasul akafa, akaenda mbele ya haki. Lakini masahaba walikumbuka nia ya mtume, wakakumbuka maneno ya mtume, ikawa sasa ikifika Ashura wafunga, lakini wakawa wanafunga siku moja kabla, tarehe 9 pamoja na 10 ili kuwakhalifu Mayahudi. Kwa hivyo kwa jumla hii ndio history ya Ashura. Ilikuwa 4 levels. Ar-Rasul alikuwa akifunga Maka peke yake, akija Madina akapata Mayahudi wanafunga, akaamrisha masahaba wafunge, wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa, bali ikawa ni lazima wafunge. Kisha hali ya 3, Ramadhani ilipofaradhishwa, sasa ikawa ni khiari, akamwambia anayetaka afunge Ashura, asiyetaka afunge, madamu Ramadhani ni lazima kufunga. Kisha stage ya 4, Ar-Rasul akasema tuongeze siku moja kabla ili tuwe tofauti na Mayahudi. Madamu tushajua history ya Ashura na namna Rasul alivyokuwa akifunga, hasa kuna hali 3 ya kufunga Ashura. Madamu tuko katika last level, kuna yule ambaye atakayefunga siku ya Ashura peke yake, na Ashura insha Allah itakuwa ni tarehe 25 June. Next Thursday itakuwa ni Ashura, tarehe 25 June itakuwa ni Ashura. Hasa kuna yule ambaye atakayefunga siku hii peke yake. Huyu ana thawabu na thawabu yake ni kubwa, na itakuwa sababu yeye kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita. Tuko 1448, atafutiwa madhambi ya 1447. Tumomba Allah tuwezeshe na tufutie madhambi yetu. Hali ya pili, kuna yule ambaye atakayefunga 9 na 10, Tasua na Ashura. Huyu atakuwa amesibu sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atakuwa amefunga 9 pamoja na 10, na huyu yuko sawa, ndio bora zaidi. Hali ya 3 ni yule ambaye atakayefunga 9 na 10 na 11. Siku ngapi? Siku 3. Atakayefunga Ashura namna hii, basi na yeye atakuwa amepata thawabu zaidi. Kwa sababu gani? Turudieni katika hadithi ya kwanza tuliyosema, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, afdalu sawmi ba'da Ramadhan siyami shahri llahi Muharram. Kwa hivyo mwezi huu wa Muharram funga kwa wingi kadri ya uwezo wako, kwa sababu hakuna saumu bora baada Ramadhani kama saumu utakayofunga katika mwezi wa Muharram. Kwa hivyo jaribu ufunge kila Jumatatu, kila Alhamisi, funga siku ya Tasua, funga Ashura, funga siku 3 ya ayyamul bidh. Hii itakuwa sababu ya wewe Allah kukusamehe madhambi yako. Kwa kuwakumbusha kwa mara nyingine, Ashura itakuwa ni tarehe 25 Alhamisi inayokuja, na Tasua itakuwa ni Wednesday, siku ile siku moja kabla, tarehe 24. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mwaka huu mwaka wa khairi na baraka. اللهم إنا نسألك خير هذا العام، فتحه ونصره ونوره وبركته، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.